Kwa majina naitwa Juma Asiraji, ni captain ya timu ya kamba wanaume kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa kweli hali ya mchezo ilikuwa vyema kwa sababu tumekuja kuiwakilisha wizara na tumeaminiwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii, na hatukumwangusha toka mchezo umeanza. Toka jana tumeshinda mchezo wa jana na leo pia tumeshinda dhidi ya wapinzani wetu Utamaduni. Mchezo ulikuwa mzuri. Tumeshinda 2-0 na michezo yote miwili tumeshinda, timu ya kamba wanaume na timu ya kamba wanawake. Kiuhalisia tunaongoza kundi kwa michezo yote miwili. Kwa hivyo kwa ujumla wake mchezo wa siku ya leo ulikuwa ni mzuri kwetu. Okay. Huu mfumo mmetoa wapi kuvuta kamba kwa pamoja kwa nguvu moja? Kwanza utambue ni Wizara ya Maliasili na Utalii ina wanyama wengi sana. Kwa hiyo tuna mfumo wetu, tuna mbinu nyingi. Kwa hiyo tembo akikaa mahali sidhani kama anaweza kutolewa na mnyama yoyote kwa uzito wake. Kwa hiyo tuna mbinu ambazo tunafanya mazoezi ya kila siku na mwalimu wetu na tunafanya as a team. Kwa hiyo kama mnafanya kitu kwa timu na umoja, lazima muwe na ushirikiano katika mazoezi na mchezo pia vile vile. Kwa hiyo tuna michezo yetu ambayo tukikaa na tukicheza sidhani kama kuna mpinzani anaweza kutupindua. Okay. Lakini pia mmekuja kwa mbinu ya kutangaza baadhi ya hifadhi. Hii imegaje? Pia huku Singida tunazo baadhi ya hifadhi, na baada ya michezo kama hii kunakuwa na program nyingi ikiwemo kutembelea, kufanya charity kwa watoto yatima, kwa watu wenye mazingira magumu. Kwa hiyo nani wanakwenda kutangaza kuwaona watu wenye mazingira magumu? Ni baadhi ya wizara tukiwemo na sisi wa Maliasili na Utalii. Tutasema kule tuna vitu gani, na pia tunazo sehemu za hifadhi na makumbusho ambayo yako hapa katika maeneo ya Singida. Pia lazima tupange kama waendeshaji wa michezo huwa lazima wapange tunakwenda kutembelea sehemu gani. Sawa. Unahisi Mei Mosi kuletwa hapa mkoa wa Singida ni sahihi na ni kwa nini? Ni sahihi kwa sababu kwanza jiografia yake iko vizuri, mpaka imechaguliwa kuletwa hapa imeonekana jiografia ni nzuri, na pia inaweza kuleta maendeleo ya mkoa huu na kuwafanya wakazi wa hapa kuweza kupata kipato kulingana na ugeni ambao umekuja. Kuna watu zaidi ya 3,000-4,000 wako hapa kutoka wizara tofauti. Kwa hiyo itaongeza tija na italeta pato la mkoa huu kwa siku ambazo tutakaa hapa, siku takriban 18. Sawa, unawaambiaje mfanyabiashara ambaye yuko katika mkoa wa Singida kwa ujio huu wa watu wengi? Mimi nawaasa au nawashauri wafanyabiashara ambao kwa mkoa huu wa Singida wazidi kuwa wabunifu kwa kuleta bidhaa zao kama tunavyoona hapa. Wengine wanaleta jezi, wapo wanaotuzia uji asubuhi baada ya kufanya warm up, tunapata breakfast ya uji kwao. Na huko mitaani pia tunakutana na kuku wa Singida na nini. Kwa hivyo waweze kuleta bidhaa zao kwa wingi kabla watu hawajaondoka, waweze kuongeza pato lao kabla michezo haijakwisha. Nashukuru sana. Asante sana.